Ukiwa ni baba ama ukiwa ni mama kwenye familia yako, unaona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kujitokeza, ni lazima utoe alarm kwa ajili ya kualert. Sawa? Kwa maana tunakwenda kwenye vita ya kutafuta ushindi. Sawa? Tunakwenda kwenye vita ya kutafuta Siwezi kukataa riski. Atakuwa mchezaji ambaye kidogo akimtaka ziko sawa. Chukua hapo itendee haki ile jezi uliopewa. Ile nembo ya Tabora United itendee haki. Huyu alokuletea pesa ili wewe ujumbe Tabora United wewe hujamuita. Kaja yeye kwa sababu ana mawenge yake. Lakini inasemekana kuna viongozi waga wanavuta. Kiongozi anataka kuvuta hela, samani. Kiongozi anataka kuvuta hela mwisho wa siku. Bado mchezaji ndio atakacheza katika size pitch ile. Yaani dakika 90 bado mchezaji ndio anahusika nazo. Kwa hiyo kiongozi wako akichukua pesa akikuletea pesa wala usikatae ichukue. Alafu muoneshe kwamba wewe ni professional player, muoneshe uwezo wako kwenye size pitch pale. Kwa pesa ya mpira ni mbaya. Pesa ya mpira ukila, hata ukikaa mechi sina utajua. Hiyo ndio siri ya pesa ya mpira. Pesa ya mpira? Pesa ya mpira ni mbaya sana. Sasa wanapokea pesa ya mpira kiaje Karimu? Kwa sababu wanapokea pesa. Pesa ya mpira kama jinsi ulivyoniuliza hapo. Ikitokea watu wampenyeza mikono yao chini kwa chini wachezaji, baadhi ya wachezaji au baadhi ya viongozi ili watu waweze kuhudhuria timu. Pesa ya mpira ni nzuri kama kauli yangu nilivyokuambia. Mtu akikuletea pesa ili uweze kuhudhuria timu yako, kwani wewe ulimuita sio hujamuita, wewe chukua ile pesa, kazi yako ifanye kama kawaida. Kesho na kesho kutwa uenda hata yeye akaona huyu mtu ambaye ana misimamo yake. Unaelewa vizuri? Ni mtu ambaye anaweza hata kesho na maana yake umeenda kinyume naye. Unaelewa vizuri sijui. Lakini unapoichukua pesa ya mpira, ukaihujumu timu yako, ikafungwa. Hata yule aliyokupa pesa atakuona kwamba wewe sio, kwa sababu na atakuwa yeye amekuachilia mbali pale baada ya kuwa ameshakutumia, shida yake imeisha. Alafu je, kwa mchezaji mwenye akili timamu na unaangalia future yako ya mbele, haitaki kufanya vitu kama hivyo. Tumeshuhudia kauli ya mkuu wa mkoa Mheshimiwa Chacha, nadhani ulishuhudia. Aliposema kuna watu wamekuja wanapenyeza chini kwa chini, lakini wewe kama mchezaji, wewe kama kiongozi, chukua lakini wewe fanya kazi inapotakiwa. Kazi yako. Kazi yako. Kauli ambayo hata ule msemaji wa Yanga ameichukulia tofauti na kuweza kumjibu na kutoa baadhi ya kauli kama vile za kumkashifu mkuu wa mkoa ambazo sio nzuri. Tukigeukia upande lazima itaathiri. Kwa sababu mchezaji ana familia, mchezaji ana mambo kibao ambayo yanamzunguka nje ya dakika 90, nje ya size pitch ya kuchezea. Kwa mchezaji anapokuwa anacheza mpira, yupo katika klabu afu kuna vitu vinamsumbua katika kichwa na msongo wa mawazo, lazima vitamwathiri afu endapo pindi ambapo anakuja kucheza mechi kubwa kama dhidi ya Yanga. Yanga ni timu kubwa kwa Tanzania, inaeleweka. Tabora wako nyumbani, lakini kwa siku ya kesho Jumatano wanakuwa kama wako ugenini kwa sababu uwanja unajaa mashabiki wengi. Ugenini? Wapo Mwinyi? Wako uwanja wa Mwinyi. Kila mtu anatambua hilo. Tanzania nzima inatambua hilo. Kwa mujibu wa kanuni na sheria wataonekana wao wako nyumbani Tabora United, lakini kwa itakapokuwa uwanjani mashabiki watakuwa jitokeza wengi, wao wataonekana wako ugenini. Yaani hali halisi itakayokuwa ipo uwanjani. Watakutana na washabiki wengi ambao watakuwa wanaisupport Yanga. Watakuwa wamejaza uwanja. Alafu nje ya hilo unakuta wachezaji wana msongo wa mawazo, wana miezi miwili mitatu hawajalipwa mshahara. Wewe unasemaje? Kwa sababu kuna vitu vingi vinaendelea kwenye mitandao. Mkuu wa mkoa umemsikia jana alipozungumza. Lakini wanakuaje na mawazo wakati kuna dau kubwa limewekwa milioni 60 kwa mkuu wa mkoa? Dau ambalo analizungumzia mkuu wa mkoa sio pesa keshi walopewa. Hiyo ni ahadi. Endapo watafanyaje? Watashinda. Nielewa vizuri shehe. Endapo watashinda. Lakini kama kweli watu wanataka kutoa motivation ya kweli, hiyo pesa takiwa wapewe mkono na wachezaji ili wajitoe kwa hali na mali, kwa sababu pesa watakuwa wako nayo tayari wameshaishika. Kwamba hapa kufa au kupona. Hata wao ikitokea wamepoteza, nafsi zitawasuta. Bana viongozi wetu mlitupa pesa hii lakini hatujaitendea haki hii pesa, tumeshindwa kushinda. Kwa hiyo tutairejesha kwa hiyo nafikiri ndio mnaipangia matumizi gani kama viongozi. Ukiwashawa kabisa na waongeza hali fulani na motivation inazidi kuwa kubwa kwa wachezaji. Lakini hizi ahadi alafu wewe unamwahidi mtu milioni 60 wakati uko na miezi mitatu hujamlipa mshahara, atakufanyia nini? Mpira unamwahidi sinaongeza hali ya kupambana. Wewe mtu na miezi mitatu hujamlipa mshahara, unakuja kumpa ahadi kwenye mechi kubwa kama ya Yanga. Wiki moja nyuma tumeshuhudia clip sikio zinatembea za Didas Kunde. Ni mtu maarufu legend katika mpira wa Tabora, alishachezea mpaka Milan. Tulishuhudia clip tunazisikiza akitishiwa na baadhi ya watu wanaosemekana ni watu wa Yanga. Unasemekana ni watu wa Yanga? Kwa sababu si hamna taarifa official wala uthibitisho official. Yule mtu inasemekana ni mtu wa Yanga kutokana na alipojitambulisha yeye. Sasa hii nchi tunajua na yenyewe na mambo mengi.
Yaani nchi ina mpira wake wa peke yake. Wa peke yake. Ina mpira wa peke yake nchi yetu. Wa peke yake kivipi Kalimu hapo? Mambo kama hayo unayoyaona unayosikia. Yaani mtu hataki kufungwa. Kwani Yanga ni kwamba wanaiona mechi itakuwa ngumu kiasi hicho kwamba hawezi kuamudu Tabora United? Lazima waione hivyo kwa sababu walifungwa Dar es Salaam goli 3-1 pale pale. Kwenye uwanja ambao walisema uwanja unafaa uitwe uwanja wao. Uwanja wa Azam Complex. Kutokana wao walikuwa wanajinasibisha na ule uwanja na kusema wanapata matokeo mazuri zaidi kuliko kwenye uwanja wa aina yoyote wakiwa Azam Complex. Walikuwa wanamfunga mpaka Azam pale. Yaani Azam anaonekana mgeni Azam Complex, wao ndio wanaonekana uwanja wao. Lakini Tabora United walimpiga 3-1 pale. 3 goli safi, 3 mtimizi, yani hazina kelele. 3 ambazo hazina kelele. Na penalti walipewa wakakosa. Kwa wanapokuja Tabora lazima waje na mawengejazi. Mawengejazi lazima waje nayo kwa sababu hawezi kuja kirahisi rahisi. Unaona mpaka saa hizi wamejazana wengi sana. Kuna wengine tunaona hapa hata ukawaji kama watakuja. Unaona mpaka rais wao lazima aje hapa. Rais wao. Sasa yule si kawaida yao yake kusafiri na timu. Sawa, na mimi ndo nimesema. Utamuona mpaka yeye anakuja. Nimeweka tu msisitizo. Kama huwa anakwenda sehemu zingine na hapa tutamuona akija. Okay. Kwa hiyo kwa haya ambayo yanaendelea kwa upande wa Tabora United, kwako wewe unaona kweli kuna namna wachezaji wanaweza wakaenda kinyume kutokana na haya yanayozungumzwa? Iko wazi na inaonekana kabisa. Iko wazi. Sasa inaonekanaje Kalimu? Si unaona hata ina mpira wa juzi dhidi ya Kagera. Sasa kama wao wamezuiliwa na Kagera nyumbani kwa wanaenda kwenye mapenalti. Wanaenda kumfunga Yanga. Walitoka goli 1-1. Sawa. Na wakafika mpaka kwenye mapenalti. Wakatolewa kwa mikojo ya penalti. Unapata wazi kwamba katika kuna baadhi ya mambo ya kiufundi hayako sawa. Unakumbuka kauli yangu nilikwambia kuna siku kwamba aina ya mwalimu alikuwa nao Tabora United, Aniseti Makiadi alikuwa anajua jinsi gani ya kuwatumia wachezaji alionao. Ndio maana kuna wachezaji mafundi mtu kama Banele Junior baada ya kuja Aniseti Mikidaya alikuwa amtumii kwa sababu aliona hii timu na aina ya wachezaji wa namna gani. Na ukiangalia aliyekuja sasa hivi katambulishwa mara baada ya kipigo dhidi ya Kagera United. Na ukiangalia pia kwa upande wa Young Africans, yani kocha technical bench wanaenda kukutana. Wote ni wageni. Hii inaweza kaweka utofauti gani au ikatengeneza kitu gani kuelekea mchezo huu unaokuja hapo? Moja ya sifa ambazo nilikuwa namkubali kocha wa Tabora iliyopita, kocha Aniseti, ni mtu ambaye alikuwa anajua jinsi gani ya kuichezesha timu yake katika mfumo gani na aina ya mechi anayokutana nayo. Kipindi cha Aniseti Tabora United wachezaji wako physical sana. Walikuwa wanaweza kutumia mfumo mmoja aidha ya kupiga long ball au vipi, lakini walikuwa wachezaji wako fit. Sijajua huyo mwalimu kwa sababu hata mechi ya Kagera mimi nilikuwa sielewi timu inacheza mfumo gani. Alikuwa bench na nimemuona alikuwa bench. Na inaonekana labda ule mfumo alikuwa anajaribu kutumia, alikuwa anajaribu kuwabadilisha wachezaji, kuwaingizia vitu vyake alivyonavyo katika kichwa, waondokane kwenye mfumo ule wa mwalimu aliofanyaje alioondoka. Na maana tulishuhudia mchezaji kama Abdalla Sesemi alikuwa atumike, alikuwa basi nafasi kwa Aniseti, lakini yeye mechi ya juzi dhidi ya Kagera kwenye FA alimtumia akitokea sababu kipindi cha pili. Kwa hiyo unaona kabisa mwalimu kuna vitu anaviingiza kwenye timu yeye kama mwalimu mpya na kuwaondoa Aniseti wachezaji katika kuondokana kwenye mifumo ya mwalimu aliofanyaje, mwalimu aliopita. Kuna tofauti mkubwa kidogo kwenye mabenchi ya ufundi. Young Africans wao sasa hivi uwezo kuzungumzia issue ya kocha watu wakakuelewa. Watu ni wao ambao wanaamini tayari kocha ameshaifahamu timu. Kwa upande wa Tabora United wao ni kama ndo kwanza wanajitafuta. Kocha aliondoka hana muda mrefu na aliyeingia hana muda mrefu. Inaweza kaathiri kwa namna gani upande wa Tabora? Kiufundi wakitaka isiasi. Kwa sababu pale kuna watu bado wapo walikuwa wakifanya kazi na kocha Aniseti. Kiufundi hivi siharibu sisi nzima na mpira wale wanakuwa wanacheza. Wao wanatakiwa wacheze katika mifumo ya kocha Aniseti aliyoiacha kwenye timu. Waende wanajitafuta taratibu kwa sababu ligi inaendelea mwishoni. Hata kama kocha aliyokuja ataingiza vitu vyake, aingize vitu vyake ligi ikiwa inaendelea mwishoni. Wasitake kubadilika au kocha asitake kuingiza vitu vyake kwa uharaka namna hiyo. Hapo wanaweza wakafaulu kutokana na aina ya mechi anayoenda kucheza kesho. Tabora ni timu nzuri sana katika mipira ya long ball, mipira ya juu, na ndio mfumo alikuwa anautumia nani mwalimu. Anatumia mawings, mipira irudi ndani kwa Makambo, aidha kwa Chikola, aidha kwa Emmanuel